Kwenye haya maisha, kwa sisi tunaoipenda kuisemea serikali vizuri, huwa tunabezwa sana na mambo mazito. Ndio kama haya. Nadhani mnamjua yule mwanaharakati alonibezi kunipa malazi. Hatuwezi kuyataja malazi gani haitakiwi kwenye taasisi. Kwa sisi tunaisemea vizuri serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Suluhu Hassan. Sijui umeelewa, au Kizimkazi ukihitajika utaitwa. Kwa wale wanaharakati wanajitahidi sana sisi watuchafue kwenye namna nyingine au namna hii. Wanajitahidi sana na ndo kama hivi. Sina kosa lolote, simjui, hanijui. Sina hata namba yake. Sijai kukutana naye kokote. Si unanielewa? Lakini ghafla tu anatokea kunichafua kwenye mitandao ya kijamii. Kutokana naona na upendo wetu tunavyopenda serikali yetu na tuna misimamo. Si unanielewa? Kwa hiyo mimi namuona huyu ni mtu mjinga na nataka niombe wanahabari, natoa fundisho ili hata kwa mwingine akija kumfanyia mtu mwingine kama hivi ni kosa kubwa. Ajutie. Kwa hiyo isije kwa tena usubutu kwa mtu mwingine aogope, tuheshimiane. Tufanyane mambo yote lakini si katika kupeana malazi. Na unahakikisha wananchi kuwaaminisha. Najua wengi hawezi kuwaaminisha, wengine wataamini, wengine hivi. Kwa hiyo leo yule nataka nimfundishe ili watu wasije kumwamini tena. Wajue kabisa kwa yule mwanaharakati ni mchochezi na muuaji. Si unanielewa na habari? Nakuelewa. Hamjui naye karibu. Maisha yangu yote simjui hata kichogo chake kikoje. Na mimi neno langu la mwisho alivyonichafua nilimfuata DM. Nikamwambia wewe kichogo una lolote. Sawa bwana, unitishi chochote. Kichogo kama kengele ya Sabato ndo kisa kilianzia hapo. Kwa nini unaniambia mimi kichogo? Kataaruki. Ndio akaanza kutiririka. Nitakuonyesha, sijui nitakupa nini. Mimi sijui nini. Vitu vingi ujue, mimi sijui kusoma. Wapo watu wanasema nani nina mkeka wake. Haina budi kuwaonyesha. Lakini nina mkeka wake mkubwa sana. Ndio, mjomba, lakini anasema mlishawahi kwenda kuchukua dawa hospitali moja. Maisha yangu yote simjui wala anijui. Simjui wala anijui maisha yake yote. Sijui umenielewa? Sijai kukutana naye kokote. Oya mimi babu ujue. Wajukuu wengi wananifahamu. Mimi mtu yule nikikutana naye hata muuza karanga lazima nipige naye picha. Kwa hiyo uthibitisho wake mwambie aonyeshe tu picha yuko na Doto Magari. Sijui umenielewa? Asiweke AI. Najua nyinyi wasomi AI mnazichezea sana. Aweke tu picha live namsifia au tumekutana au tumekaa sehemu. Sijui mnanielewa? Unaenda kumkomesha. Kuna hatua unaenda kuzichukua, unaenda kufanya nini? Tani nishachukua hatua na wanasheria 5 mimi na serikali 3 wa kampuni binafsi wawili. Sinione tu babu anapiga kelele. Niko vizuri. Unajua wasomi na Tanzania na ndio wananikubali, ndio wananifundisha elimu na ndio wananisaidia. Kwa hiyo mimi wasomi ni rafiki zangu. Sio umenielewa bwana. Kwa hiyo leo nitaenda kuonyesha, nitaenda kupima. Kule waandishi wa habari hawatakiwi kwenye taasisi. Si unajua kwenye hospitali haitakiwi. Kwa hiyo nitaenda mwenyewe kupima, nitarekodi, nitawaaminisha wananchi. Kwa nini unataka kutumia nguvu kubwa hiyo kuaminisha wananchi? Siwezi kutumia nguvu kubwa. Ili jambo tayari liko kwenye jamii. Hata nisipoenda kupima, hakuna anonisumbua. Kwani babu afya yangu si mnaiona kila siku ndio hii? Zile picha alikuwa anaonyesha hapa nikwambia ni za zamani. Malazi hapo, tunatokaga Dubai tunabadilisha hali ya hewa, mafua, damu, maji unaongezwa mwilini. Hivyo vitu hata wewe mwanahabari ushaongezwa sana maji. Kwani wewe unaumwa? Kuna swali? Mjomba, watu wanajiuliza. Sorry mimi ndio swali langu ni kwamba unaenda kuaminisha, unaenda kupima ili uaminishe jamii. Nataka utujibu kwamba kama utakutwa una umeme utafanya nini? Jambo la kawaida, jambo la hili nitaupokea kama nilivyoyapokea haya. Niliwaambiwa na TANESCO, babu umeme ukikatika tumfuateni babu. Kwa hiyo nitapokea. TANESCO nitaipokea, siwezi kuipinga. Hata nyie tunakoelekea. Labda kwanza nikuhakikishieni. Unajua kwanza ile jambo tunalolitaja la TANESCO ni kubwa, malazi alilopewa. Haya malazi ya kitajiri. Mwingine huwezi akaa kwa kukutana naye kwanza lazima akwambie nijengee. Kwa hiyo msiadharau. Kwa wale waliokuwa na malazi haya tuwaombeeni dua. Sawa bwana. Mungu asimamie kwa sababu wametumia gharama nyingi mpaka kuyapata. Sawa? Kuna mwingine kwa kukutana naye huwezi kumdonyoa mpaka umjengee. Na huwezi jua kama anakupa malazi au anakupa mema. Sio umeelewa? Kwa hiyo msiaseme tu kiolela olela. Malazi ni gharama ujue. Sawa. Kuelekea kwenda kupima. Baada wewe kupewa hizo tuhuma na leo unavyoenda kupima, kuna namna roho yako pia ina ile wasiwasi. Ngoja nikwambie, ndio maana narudia tena. Hili jambo ni kubwa kwa mtu ambaye asiweza kulibeba. Saa hizi kawekwa drip, yuko na washauri wamemzunguka. Sawa bwana? Wako na washauri wanaoelimisha hili swala wamemzunguka. Au mwingine kashajiua. Au mwingine kashajipigisha ajali na daladala. Kwa hiyo vitu vingi ni jambo si la mchezo. Lakini kutokana mimi mwenyewe ni umri nilofikia nao, hii ni changamoto ndogo kushinda tulizokutana nazo nyuma. Mpaka tumefikia hapa, nyie mnanijalia leo, mnanipa heshima yangu. Kuna watu kompresia kiita analipia, lakini nyie upendo wana habari kwa sababu mnajua Doto yuko kwenye jamii, Doto yuko kwenye mtazamo wa kidunia. Doto anaongea vitu vizuri, leo imekuaje? Kakumbwa na nini? Hata nyie mmeumia.
Ndio, hamwezi kwa nini babu yetu kila siku tunakula naye miwa anamaliza miwa mifuko viwili. Leo babu asimalize miwa. Kwa kauli zote alizozungumza yule dada, pia amesema baadaye najua tu atakuja na majibu ya uongo ya vipimo kwamba ameenda kupima kimipango. Yaani pia alishaweka. Ngoja samani, yule ni muongo. Na narudia tena kwanza msije mkamwamini tena. Kumbukeni yule ni mwanaharakati na tatizo lake ni kubwa mnalijua kwenye jamii mpaka akakimbia nchini. Sio, mnanielewa? Halina budi kulitaja. Ingekuwa waandishi wa habari wanaaminiwa kuingia kwenye taasisi za mahospitali, nadhani wote mngeenda. Lakini kisheria haitakiwi. Mimi sijasoma, lakini wengi wasomi wananisaidia. Wananiambia Doto, tunajua leo unataka kuionyesha dunia nini unachokifanya. Lakini hospitali waandishi wa habari hawatakiwi. Mimi unajua nina watu wananiangalia. Sio tu nakurupuka. Kwa hiyo ni sasa sio niwaaminishe vipi? Nadhani nitaaminisha kwa kamera itarekodiwa. Sura wewe live Instagram. Wewe una akili sana. Una kichogo chake kama Tufudenke. Una akili sana. Wasomi hai. Leo babu sikuangusheni. Siwezi kuchana mkeka. 1 minute, you know, some people day. Miongoni mwa watu ambao wameonyesha kukunanga katika kipindi hichi kigumu ni pamoja na ngoja nikwambie. Watu wengi hilo mimi siwezi kuwa mdogo. Labda yeye ndo alikuwa anatafuta followers kama huyu Mtufudenke alionichafua. Alikuwa anatafuta watu. Unajua kuna wengine wanatafutaga followers kwenye matatizo ya mtu. Wengi mimi wamepata followers kupitia matatizo yangu. Na mimi nashukuru umenipeleka mjini, umenipa matangazo mengi makubwa siwezi kuyataja. Unajua dunia sasa hivi inaniangalia mimi Hakuna Messi, hakuna nani, ni mimi. Hakuna chochote kwenye mkoa wa Dar es Salaam au nchi nzima. Hata wale kuepo Ulaya nani, hakuna, ni mimi naangaliwa babu. Sababu napendwa. Angalia Ulaya nzima watu wametaharuki. Kina Chimmakeke, dada zangu wote wa Ulaya wananipenda babu yao. Chimmakeke ujue mwanangu muuni. Kaaso tukotokea sisi. Kwa hiyo lazima apinge hivyo vitu. Kwa hiyo Issa ni mmoja ambaye ngoja nikwambieni, kumbukeni unaomuonyesha njia ndo anakuaga adui yako. Siku zote unaomuonyesha njia ndio anakuaga adui yako wa kwanza ili akuzuru. Kwa hiyo Issa anafurahia mimi nipate garika ili apate kuhadisia auze magari yake. Na mimi garika alinikuti. Mimi na mwanamke mmoja, kumbukeni babu yenu. Mwaka wa 30 Bi Aisha. Yeye ana wanawake 4. Kuna Facebook, kuna wale wanaongopea watoto wa chuo, kuna wale walabu wanaokutana nao kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hapo angalieni nani ana tatizo. Sijui umenielewa Tusiongee sana hapa, tuko kwenye mambo ya malazi. Kwa hiyo kumbukeni yule ni mtu mjinga, alikuwa anatafuta followers. Na wengi walimsema wenye heshima zao, wewe Doto ana majanga. Si majanga, kasingiziwa matatizo kwenye dunia. Unakuwaje unafurahia? Ndio jana anapiga simu na daktari wake wa uongo. Ni mtu mjinga, tukimtaja kama tunampeleka mjini. Kwenye listi ya watu unaoenda kuwachukulia hatua, Issa Mwijaku ni mmoja ya watu ambao wako kwenye orodha yako. Wote wapo hao. Issa Tambuu atanilipa hela nyingi tu. Kwa sababu huwezi kunisingizia mara. Huyo ndio usiseme. Gorofa yake naenda kulala mimi. Walai nakwambia natandika mkeka, yani siwezi kuongea, mekende zinaning'inia na lala juu. Haki ya Mungu. Nampeleka mahakamani namfunga. Hawezi, hana kiziwizi. Utamwomba shilingi ngapi kama? Yule nachukua mpaka miswaki. Sina cha kumuomba, nabeba kila kitu. Si unajua na sheria wakishavumbua vitu. Tayari akishakutwa na hatia. Yaani nabeba mikeka, miswaki, kila kitu. Yaani asiondoke na chochote, barubu aache za chooni, yale maua, wale mbwa wake wale wote. Yaani nabeba kila kitu, yale magari yake. Yaani mpaka nguo simruhusu kuondoka. Sheria inasema hivi. Yaani aondoke, siwezi kuongea sana. Kichwa mviringo kazi unayo, unanilipa hela nyingi. Nyumba unaiacha na lala mimi babu. Doto, mimi najua unafanya kazi na makampuni mengi. Kulingana na hichi kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii, hakuna kampuni yote ambayo labda imekuletea shida au hakuna shida. Labda nikwambie, ukiona kampuni imekuletea shida, hao wanafiki hawajakuwa naye pamoja. Wengi wanaona ni jambo la kawaida. Kama watu wanabezwa vikubwa, itakuwa mimi kubezwa malazi. Why? You know. I make sense, I need you. Kwa watu wako karibu ni Issa Rubegai na wanakubeza. Yule. Oya, nikwambie kitu, wewe mwanahabari, siku zote msaidie mtu maisha, baadaye anakuwa adui yako. Kumbukeni hilo neno. Nakumbuka Issa mlikuwa mumjui nyinyi. Issa onekane kwenye mitandao ya kijamii, lakini mimi kumchukua, kumtoa kule Tegeta kwenye kuuza majeneza, sawa ni biashara tukatai. Kwa hiyo lazima awe na chuki. Unajua mimi ni mtu mkubwa kushinda yeye. Mimi naangaliwa sana na jamii. Kwa sababu mimi nimenyooka, sijasoma, naongea vitu vya ukweli. Sipindishi. Ndio maana mimi kwa jina langu mtu mwingine sasa angekuwa na mabausa wamenizunguka. Lakini mimi natembea peke yangu. Hata nyewe mnapenda, mnaona babu mbona kajiachia? Babu mbona hana mambo ya show off? Na ndio ninavyopendwa na watu kwa sababu mimi sifeki maisha. Sijui mimi ndio najikubali. Sio unaona sasa miguu ina vumbi, ndala, kanzu langu lina mchuzi wa maharage. Mwingine hivi angejiandaa lipustiki, mwanamume angepaka wanja. Wapo wasanii wanapaka wanja kwenye interview, malipustiki yale kama ya mjukuu wangu. Lakini babu angeni hivyo kauka, mzalamu. Nimekunywa miogo na chai sasa hivi na vidagadagaa nini tawile. Tumeona pia mbunge Baba Levo ameshow love kubwa sana kwako. Ngoja nikwambie, ni kitu cha jamii. Kwa hiyo unapendwa na wengi na waheshimiwa. Kaona kwa nini unaninadi kitu cha hatari? Kama mimi eti niambiwe Mwijaku
katokana na kitu hichi afu mimi na kinadi. Tunanadi ni pale kwenye ujinga. Lakini kuna vitu muhimu unaviacha. Au mimi siwezi kuona Mwijaku kafumaniwa nikapiga kelele. Havitakiwi vile. Pale unampa adui attention. Tutamuombea dua tu yaishe basi. Lakini jambo hili anapiga kelele anajiliza uongo. Kuna vitu anajiliza yule, nyinyi hamjui. Doto, mimi nilitaka kuuliza kwenye zile tuhuma ulizopewa. Sheria alizungumzia tuhuma mbili. Ya kwanza ilikuwa ile ya maradhi, lakini cha pili akasema wewe unapita sana na watoto. Mabinti wengi sana, wanawake wengi bila kuambia. Ni kweli kwamba wewe? Ngoja nikwambieni. Siku zote ninapotokea kitu vingi, kila adui ndo atapatia chance. Nadhani mnaona hata wanaume wenzangu kwenye mitandao anaongea vitu ambavyo anatakiwa aongee mtoto wa kike. Na mimi unajua nafuataga DM na atukana, waonyeshe DM zao. Na oya, na atupia makombora. Si unajua mimi niko live. Oya, makombora, oya nyewe visikolo kwinyo mnao DCDC kwenye mitandao umecomment. Waambie, onyesheni DM zenu unavyowatupia makombora. Tena wengine wanaume kabisa. Tuacheni tu kutaja sana jamii na tuangalie tunatakiwa busara. Lakini mimi naajibugi kwenye DM makombora mazito. Kama wana akili akionyesha ndio utajua huyu kweli jamii nyingine. Baada itaposti saa ngapi? Muda si mchache sasa hivi naenda hospitali. Nitajirekodi nikiwa live na nitaposti majibu na habari na kombeni muyasubirie, muyarushe kwenye mitandao ya kijamii, jamii ya kiki. Kama huyu mtu ni muongo na wasimwamini tena, ni adui kwenye nchi yetu. Ni jasusi. Na sie mimi hata mwingine anaweza akamvaa. Kama mtu anakaa anajirekodi anasema mwenye bleach ana malazi, mwenye kujichora tattoo. Wasomi wangapi wana matatu? Kwa hiyo wasomi wana malazi. Kwa hiyo Talanka hapa na malazi. Kajichora haya. Wewe mwanahabari umejichora, mnaona? Kwa sababu yule mtu Fudenke anaongea ujinga ndio mumwamini yule malazi yake amekuja kwenye akili, hajaja kwenye mwili. Si umeelewa? Wewe bipolar yako imekuja kwenye akili, hajaja kwenye mwili kukukondesha. Huwezi kuambia watu eti alojichora hivi. Haya, wewe tayari unao. Ndio tuliambiwa. Haya, mwingine kaeka kikuku, wewe dada, ujeka kikuku. Unacho. Haya, ujeka bleach. Haya, mala unyayo. Haya, hivi mimi umri unyayo wangu kweli utakuwa mzuri kwa viama nilivyopitia. Haya, samani wewe mwanahabari guu lako halina hata upimo. Toa unyayo wako tuone kama una vidoti. Doto, nataka kujua kwamba kwa sababu unaishi na bibi Aisha pale, ni mke wako halali. Taarifa ilipoanza kusambaa mitandao. Ngoja nikwambie. Mke wako alikwambia nini? Samani. Taharuki kwenye familia. Asante sana mwanahabari na kupokea vizuri. Tayari tuko kwenye tasnia ya kimtandao wa kijamii. Kwa hiyo wife wako lazima avumilie yote. Kama niliambiwaga na watu Fudenke nakaa chooni. Ujue swala kubwa la kumwambia mwenzio anakaa chooni, choo hichi pazia hapa. Nikaambiwa mengi mengine. Sawa. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Wife anapokea vizuri sababu tayari utajiri wetu tumeupatia mitandao. Na si wenyewe tunasemaga watu lakini hatuwasemi kwa mabaya. Kwa hiyo tayari maisha yetu ni ya kimtandao. Kwa hiyo Bi Aisha lazima ayapokee. Sawa jamani. Hana subira yote ya kusema eti achukia. Ndio kwanza anafurahi tu kuniona nimerudi Dodoma kaniagi, baba watoto wangu pole, umezidi, changamoto ndio hizo, tuendelee kumuomba Mungu. Basi. Doto, kwa ile ambacho kimetokea na kitu gani cha kuambia Watanzania wajifunze nini? Labda nikwambieni Watanzania wasomi na nyewe watu Fudenke mnao comment ujinga. Yaani mwanaume kabisa una ndevu kama Yuda, una comment vitu vya kijinga. Wengine nitakufumbueni baadaye. Namba zenu ninazo nitaziposti zote mtandaoni ili muache ujinga huo. Na mimi si unajua kauli yangu sheria. Yaani watu watafuatilia na watakuangalieni. Labda nikwambie naomba kuomba Watanzania mkitokea na matatizo kama yangu au jukumu zito kama hili nilobebeshwa, naomba muwe na uvumilivu na subira. Msichukue taharuki, msichukue siyo kukimbilia kujiua wala kukimbilia siyo kupata maelekezo au kupewa fursa au mtu kukupa ushauri na saa. Jicomment mwenyewe akili yako. Unaona mimi nimepewa ushauri na watu wengi mwingine si unaenda huku lakini napima akili yangu, nacheza na akili yangu. Kwa sababu ningeyapokea yote saizi hata nyie msingi nikipokea ningekuwa bado nina stress nimejifungia ndani. Lakini babu ndo nasherekea niko vizuri na nataka kuihakikishia dunia. Na waaminisha vyema na yule mtu msije mkamwamini tena, jua kabisa ni jasusi na ana chuki na nchi yetu. Sawa mjomba, wewe unasemaga wewe ni mkongwe bwana. Tumeona Mwanza pia. Jamani, bila kusahau Mwanza tuna miaka mingapi? 30 ya wakongwe waimba nini? Waimba muziki. Inaitwaje ile? Bongo Flava miaka 30. Tutakuepo Mwanza tarehe 8 mwezi wa 8. Sasa jamani, miaka 30 ya Bongo Flava kina Madi, mastaa wote nguli watakuepo huko. Kwa hiyo mimi kwa tuma hizi lazima nikapumzike kwanza Mwanza. Watu wakatoro wakanipokee. Nipate fursa zao. Si umenielewa, huwezi kwenda sehemu bila tatizo. Kwa hiyo jamani mkumbuke tuna miaka 30 ya wakongwe Mwanza tarehe 8 mwezi wa 8. Sawa bwana, wakongwe, waimba muziki wa zamani, old school.
kina Madi, kina nani Profesa J, nani. Yaani dunia nzima itakuwepo Mwanza. Kwa hiyo msikose, babu niko Mwanza. Na wale waliokuwa wanaweka wimbo wa Feruzi hapa nilipo na wale walikuwa mnanekea nyimbo ya Feruzi itakuwa inapigwa Mwanza. Kwenye miaka mingapi? Miaka 30. Ya nini? Ya Bongo Flava. Mje. Wote mlikuwa mnanekea nyimbo ya Feruzi, tutakuwepo Mwanza. Wote nakukaribisheni, tutakupokeeni, waini tiketi mapema. Mji umeamka Mwanza, watu Katoro wameniita. Babu njoo pumzike huku. Ndo Madi kaniambia kakaangu njoo Doto Magari babu. Naenda katika miaka 30 tarehe 8 mwezi wa 8 tueni Mwanza. Jumuiya yote, watu wote, wanafiki wote, maadui yote, mashabiki zangu. Msiokuwa na hela nitakupatieni tiketi. Miaka 30 inafanyika Mwanza ya Bongo Flava. Babu ndani ya nyumba nashika mic na lapu. Hapa nilipo kitandani, moyoni wangu nakusika. Wanahabari nakupendeni swali. Njoni. Mna swali lingine la kijamii? Doto hapo. Mjukuu wangu anapenda kunioji huyu. Jana Isa alisema kwamba Mwijaku amekutumia milioni 2 kukupa. Subutu. Yeye mwenyewe anategemea kupata hela kwangu kwa jambo hili la uongo. Watu wamtumie hela. Milioni 2 mchezo mdogo wangu. Mimi mwenyewe nimekaa hapa kama sinema. Naziweka hapa baadaye nazirudisha ndani. Kwa hiyo Isa aliongopa. Mtu mjinga muongo. Yule sana tafuta status, kapotea. Sasa muuza magari anajulikanaga. Wewe unajua una akili mwanahabari miaka mingi.